Ni Sport Kizaazaa, mpenzi mtazamaji wetu, tunaangalia swala zima la wanasiasa na tija yao katika michezo. Mengi yamezungumzwa, mengi yamesemwa. Mandeli Kwepa, rais wa chama cha Bao, ambaye pia huenda akagombania siasa, unasemaje? Nakushukuru sana Kombo kwa kuniombea hilo. Lakini niseme tu kwamba siwezi kugombania siasa hata kidogo, hata Karibu. Kwanza tuseme kwamba neno siasa watu hatujui. Kwamba siasa ndio maisha yenyewe. Maana yake kwamba uongozi wa aina yoyote unahitaji siasa. Unaweza ukawa na kipaji sana cha kucheza mpira, vipaji kile na ukapewa uongozi, kama huna siasa ya namna ya kuongoza hutaweza. Lakini lawama zinakujaje kwa wanasiasa? Lawama zinakuja kwa wanasiasa kama ilivyo hata mahali pengine, kwamba wanaojitumbukiza kwenye siasa ni watu ambao hawakuitwa kwa ajili ya siasa. Wameitwa kwa ajili ya jambo lingine. Hili naweza kulithibitisha pia katika kipindi chetu cha Sport Kizaazaa tulichokwenda kurekodi pale Bagamoyo. Wananchi wa Bagamoyo walalamikia sana, kunamikia mmoja wa viongozi ambaye aliwania ubunge kwa akipitia kwa mlango wa michezo. Akaanza kupeleka vifaa pale. Mara tu baada wananchi kumwamini, vijana wakamwamini, wakampa ubunge, amewatelekeza mpaka hivi leo. Na hali hiyo inaendelea mpaka hivi sasa, kwamba pia wako wanasiasa watu wengine ambao kwa ujumla wake wao si wanasiasa, lakini tunaona huko mitaani wakipeleka mipira, wakipeleka jezi, wakitengeneza viwanja. Lakini hiyo ni sehemu ya tija, kwa sababu kama timu haina mipira, yeye akaleta mipira, si ni tija hiyo? Tija nzuri ni ile unaitoa kwa moyo wako mwenyewe. Unapenda kuwasaidia watu. Lakini unapotoa kitu kwa matarajio fulani uwe na mrejesho, ile sio tija. Kwa sentensi rais unasemaje? Kuna tija? Kwa sentensi rais tu ningesema tu kwamba kwanza Watanzania wakubali wanasiasa kwamba ndio viongozi wanaofaa kuongoza nafasi zote bila kubagua. Hilo walikubali Watanzania hilo, na tusiendelee kuwapiga vita wanasiasa tukawaona kwamba kuingia pale wanatenda dhambi. Hawatendi dhambi hao. Kwa hiyo kuna tija katika kuna tija kubwa sana kwa wanasiasa. Mzee Zumba, wewe ni kocha na unafahamu mambo mengi katika hili siasa na michezo, hususan katika uongozi. Karibu. Kwanza mimi nasema hivi, Idi Amin kosa hilo lifanya ni kuvamia Tanzania. Lakini uongozi wake ulikuwa ni mzuri. Idi Amin. Ulikuwa mzuri kwa vipi? Tanzania tumeingia kwenye siasa. Siasa ni uongo unaofanana na ukweli. Uongo unaofanana na ukweli. Ili uwe mwanasiasa mzuri lazima uwe muongo. Sasa unapoingiza uongo kwenye michezo hatufiki popote. Kuna huyu Kidunda ameenda kwenye michezo. Nashangaa juzi katibu wake anaongea kwamba alimwandaa tangu mwaka 2009. Anaenda anafanya vitu vya ajabu alafu bado anamtetea. Ningekuwa mimi katibu wa ngumi ningejiuzuru. Lakini bado anaonyesha uso wake mbele ya wananchi kwamba yeye amefanya kitu kizuri. Michezo inahitaji vitendo vingi kuliko bla bla. Ambao kwenye siasa ni bla bla tu ili ufanikiwe. Sasa basi, nini kifanyike? Muda wa kulaumu serikali umekwisha. Tutafuta watu binafsi watengeneze center za michezo. Kwa sababu viongozi tulionao ni wanasiasa. Hawatufikishi kokote, tutashindwa tukakaa kiasi tunapata. Kwa hiyo kwa kifupi unachosema Mzee Zumba, hakuna tija wanasiasa kuwa kwenye michezo. Mimi naona kuna tija. Zainab Mbiro ni mama pekee wa Sport Kizaazaa. Mara nyingi unazungumza haya. Nikisema mama pekee na maana ukiwepo kila siku mundani. Unasemaje? Unataka kugombania ubunge na wewe? Mimi kwanza niseme kwa herufi kubwa, bolded card, tija iko kubwa sana mwanasiasa kuwepo kwenye michezo. Au mwanamichezo kuwepo kwenye siasa. Kuna mjumbe mmoja amezungumza hapa. Nini maana ya uongozi? Alafu nani anamweka nani kuwa kiongozi? Ndio kitu ambacho tunatakiwa tukijadili hapa. Kwenye michezo, hao wana michezo wanaoongoza wanachaguliwa. Na kwa nini wanamchagua mtu? Ili awasaidie. Kwa hiyo wamwangalie kama walivyosema wengine, mtu anapeleka mipira kwenye timu. Alafu kesho anaenda pale ili wamchague. Waangalie, je, ana historia ya michezo? Lakini kama wanaangalia tu mradi mimi nimepata mpira, asilaumiwe kiongozi, alaumiwe anayechagua. Lakini inapotokea kwa mfano watu hawagombanii sasa, hawaendi, yule mwanasiasa kwa sababu anajua kuongea sana, ana lugha nzuri, anaenda, lakini vijana hawajitokezi, tufanyeje? Si kweli, watu wanajitokeza sana. Mimi narudia tu hoja yangu kwamba tija ipo, inategemea nani anamchagua nani. Hata kwenye siasa
tunaposema kwamba siasa ni uongo, ni sawa wanavyozungumza wengine, lakini mimi nikubaliane na Mandeli Kwepa na kijana wangu Thabiti hapa. Siasa ni maisha, ni propaganda za maisha ambazo zimekubalika katika jamii husika. Kwa hiyo wana michezo, ninawaomba wamwangalie anayekuja kugombea, hata kama amebeba bendera ya chama kichwani, wamwangalie katika huu mchezo anaokuja kuomba akiwa na bendera ya chama. Ni kweli mchezo anaujua, ana upendo na atatufikisha wapi. Mzee Mhunzi, wewe ni kocha wa riadha na kule unafanya mambo mengi tu ambayo bila shaka anafahamika. Hebu tueleze, una wanasiasa kule? Kule nina kazi moja tu, kuna wachezaji tu. Huna wanasiasa? Kule hakuna. Na ndio maana wananikubali kwamba, na mimi nawaambia kwamba siasa mimi mwenyewe ninayo, lakini siasa imeingia ndani ya mchezo kwa kutaka nini tutaki. Taarifa? Okay, Mama Mbiro, taarifa. Nashukuru sana. Mimi naomba tu nimsaidie kakangu Muhuzi. Yeye anasema hana wanasiasa kwa vile yuko uwanjani, lakini ajue kwamba rais wake wa mchezo wa riadha aliyopo sasa hivi ni mkuu wa wilaya ambaye ni mwanasiasa, lakini amekuja na programu nzuri tu na wote tumezipenda. Kuwa mkuu wa wilaya ni sehemu ya kiserikali, si mwanasiasa, unless kama ana kada za kichama. Mkuu wa wilaya chama tawala. Ni mwanasiasa? Yeah. Kwa protocol ya nchi? Ndio. Kwa taarifa hiyo, Mzee Muhunzi, mimi nimezungumza vile, sio kwamba mtakuja hapo sina uongozi niliokuwa nao kwamba sina wanasiasa. Hapo ambaye warati huyo ni mwanasiasa na ni mkuu wa wilaya ya Mvomero. Ndio. Sawa, lakini pamoja nikiwa pale uwanjani sijasimamiwa na watu wanasiasa. Unafanya kazi kama unafanya kazi, lakini uongozi wangu uko nyuma unaonitazama mimi ni wanasiasa. Kwa hiyo unachosema ni Mzee Muhunzi, kuna tija hakuna tija? Mimi naamini kabisa kwamba tija ipo, kwa sababu lile lolote nilokuwa nalo lazima nimpigishe yeye kwamba kiongozi, mimi nina tatizo 1 2 3. Johnny Jambele, mada inasema kwamba wanasiasa kugombea nafasi za uongozi katika michezo. Je, na wakiwa na uongozi wa kisiasa kuna tija? Na maana mtu ana uongozi wa kisiasa anajiingiza katika michezo na anakuwa na nafasi nyingi za kutosha za kisiasa na za kimichezo. Je, kuna tija? Sasa hapo kuna mambo mawili. Kwanza, tija ipo kwa mwanasiasa kuingia kwenye michezo. Kwa sababu gani? Michezo ni sehemu ya siasa. Hili lazima tulijue. Hakuna nchi yote duniani katika uongozi wake wa hierarchy ile ya mawaziri na nini kutokuwa na michezo. Hakuna. Maana yake lazima iwe ndani ya siasa. Na uhuru wa nchi, hasa nchi yetu hii, umeletwa kupitia michezo, hasa mpira wa miguu. Lazima hiyo tulikubali kwamba hatuwezi kulikwepa. Tatizo linalotujia sisi hapa ni mtu mmoja kulimbikizia vyeo zaidi ya 4. Kwa sababu kulitakiwa kurekebishwa katiba mwaka 2000. Katiba ilitakiwa kurekebishwa ya michezo wakati ule, huyu Leonard Tadeo akiwa msajili wa baraza la michezo, msajili wa vyama vya michezo. Alileta wakati huo, mimi niko Tanga kule tunataka kugombea, akasema kwamba inatakiwa kiongozi mmoja asiwe na vyeo zaidi ya kimoja, yani awe na cheo kimoja. Sasa hivi cheo hicho cha kisiasa cha michezo kwenye michezo. Okay. Na kwenye siasa anaweza kawepo kwa sababu ile sehemu kama ya shughuli yake kawaida, kwa sababu ili uwe mwana michezo au kiongozi wa michezo lazima uwe na shughuli nyingine ya kwako ya pembeni. Kama mimi ni mbunge nikiwa kiongozi wa michezo sawa, ama nikiwa nafanya kazi nikiwa kiongozi wa michezo sawa sawa, kwa sababu ile sio sehemu ya ajira. Lakini unakuta mtu ana vyeo vitano, huyu ni mwenyekiti wa wazazi wa mkoa, huyu ni mwenyekiti wa chama cha mpira cha mkoa huko kwao, huyu ni mwenyekiti wa klabu, huyu tena anakuwa sio ni mjumbe wa kamati gani, huyu tena bado kati ya cross katika maelezo yako Mzee Jambele. Tija ipo haipo? Tija ipo, lakini mtu kuwa na vyeo vingi ndio tatizo. Asante sana Mzee Jambele, unasema kinachoangaliwa au kinachopaswa kuangalia katika uongozi sio nafasi. Kwa sababu uongozi sio nafasi. Uongozi ni vitendo. Kwa hiyo kiongozi bora ataonekana kutokana na vitendo katika hiyo nafasi yake ya uongozi. Kwa hiyo kuleta tija kwa kiongozi ambaye mwanasiasa kunawezekana kama vitendo vyake vitaleta tija. Kwa sababu katiba za vyama hazikatazi viongozi wa siasa kugombea nafasi katika za uongozi katika vyama hivi. Vipi hili la kuwa na madaraka mengi? Kama anaweza kuleta tija kutokana na hizo nafasi zake, haina tatizo. Kwa hali ilivyo sasa hivi unalionaje hivi? Mimi naona inawezekana. Yaani mtu mmoja kama ana uwezo wa kuleta tija katika hizo nafasi anazoshiriki, haina tatizo.
Manake tutafikia mahala tutasema wafanyabiashara wasijiingize katika michezo, wasimamie tu biashara zao. Lakini kama mtu anaweza kufanya biashara zake na akaleta tija na akaongoza klabu kikubwa kama vile Yanga akaleta tija, kwa nini tusione tusione kwamba hiyo sio dhambi? Ili mradi kama anaweza kuleta vitendo vyake vikaleta tija. Adam, taarifa haina tatizo. Taarifa Adam. Kuna baadhi ya katiba za vyama mbalimbali zimeainisha kabisa kwamba nafasi fulani lazima ibebwe na mwanasheria, nafasi fulani lazima igombewe na mhasibu. Kwa hiyo anachokisema mzungumzaji ni sahihi, ndio maana tunaweka. Adamu, hiyo ni taarifa ulikuwa unamuunga mkono. Msumari tafadhali. Mimi nasema kwamba kuna tija kubwa sana kwa mwanasiasa kushiriki kwenye michezo. Kwa nini nasema hivi? Michezo yenyewe imekuwa ni sera kwanza, iko kwa mwanasiasa huyo huyo ambaye leo hii anaambiwa kwamba asishiriki katika tasnia hiyo. Tutakuwa tumtendee haki. Tumesema Msumari usichanganye. Hatujasema asishiriki. Swala hapa ni kuwa na mdundiko wa madaraka ya kisiasa, na kwenye michezo kuna tija. Mimi nasema tija kubwa ipo. Kwa sababu gani? Leo hii huyu mtu tunasema katika taasisi au tunasema klabu fulani. Kwa mfano nimetoa mifano hapa ya mwenyekiti wa klabu moja hapo. Mimi namtajia moja hapo ya Young Africans. Wana mtu ambaye leo hii ndio rais wao, mwenyekiti alijaribu kuingia kwenye siasa akashindwa. Lakini naamini kabisa kwamba ana madaraka mengi kuliko hata mwanasiasa ambaye yuko katika klabu ya Simba. Kwa nini nasema hivyo? Kinachoangaliwa pale ni tija. Leo hii jiulize, Yanga amechukua kombe lao, amelikimbiza kwa wanasiasa. Wanajua kabisa kule kuna tija kule. Tukipelekea wanasiasa watatujazia mapesa. Kule ni wapi Msumari? Kule ni wapi kule? Na? Kule ni wapi kule? Bungeni. Kule ni wanasiasa walikuwepo kule. Lakini Yanga wakasema tufanye ceremony yoyote. Wakalipeleka kombe bungeni kule. Leo hii tunasikia liko Rwanda, ni mwanasiasa ambaye anaongoza kule. Ina maana kwamba wanasiasa wana tija kubwa kuliko mtu mwingine. Asante sana Msumari. Gita Budai, umeathirika wewe chochote na wanasiasa katika michezo? Kwanza ningeomba katiba mpya, mchakato unaokuja ueleze wazi wazi kwamba siasa na michezo ni vitu viwili tofauti. Kwanza tija hamna. Mimi nailaumu siasa kwa kutunyima medali. Wataalamu tulisema pale kwa wanakotraini watu sivyo, lakini walikuwa wakijibu kisiasa na wakashinda kisiasa. Lakini siasa ni uongo siasa ni uongo. Ni uongo. Michezo ni jasho, ni taaluma. Sasa ukweli ndio ukajulikana, hamna medali kwa sababu mambo yote walikuwa wakiyapeleka kisiasa. Kwa hiyo unachokisema Gidabudai hakuna tija. Mfano mwingine, mkataba wa Twitter. Mwenyekiti wa Simba ameshindwa kuitetea hoja aliyokuwa nayo kwa sababu anahofia nafasi yake ya kisiasa itapotea. Ndio maana akawa analia tu. Asante. Mpanju. Nianze na msemo usemao wa zamani wa wahenga wetu, wanasema mtaka yote kwa pupa hukosa yote. Kimsingi moja kwa moja usemi huo unaonyesha kabisa kwamba hakuna tija kwa wanasiasa ambao wana majukumu tayari, ambao naamini ndani ya wilaya zao, ndani ya mikoa yao, ndani ya taasisi zao mambo hayaendi shwari mpaka wanaona kwamba wako idle, wanaweza kuongeza mzigo wa kuongoza michezo. Kwa mantiki hiyo, wanasiasa hawa tuwaangalie mara mbili. Mtu kama ana nafasi tayari ya uongozi alafu akavamia tena michezo, huyo mtu kama walivyosema, mimi sipendi kusema wanasiasa ni waongo, isipokuwa siasa ni technicalities, kwamba hawa watu tuangalie wanakuwa wanakuja kutafuta nini, kupitia wapi. Tabia ya mwanasiasa yeyote ambayo tayari ana madaraka huwa na tamaa ya kupanda kutoka pala alipo aende sehemu nyingine. Sasa hawa watu wanakuja wanaahidi asali na maziwa, lakini mwisho wa siku wakipata kile ambacho walikihitaji kwenye michezo wao, sio kufaidisha michezo. Kifupi hauoni tija kwani? Hakuna tija. Adeline unasemaje? Adeline pale. Mimi nasema kwamba siasa na michezo ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu gani? Mtu huwezi kuwa mwanasiasa afu kajiingiza kwenye michezo. Hata kama una nafasi ya kuwa kwa mfano kiongozi wa nchi, ni mwanasiasa, lakini ukaipa timu makocha, ili pia uone tija yake. Tija inaweza ikawapo, lakini inategemea na mtu mwenyewe. Ni sawa sawa na mwanamume ukienda kuoa mwanamke, huwezi kufuata sura ya mwanamke, unafuata tabia ya mwanamke. Wow, hivyo Kwa hiyo sisi kinachotukosesha sisi Tanzania tusifanye vizuri au tusifaulu katika michezo, tunaangalia sana wale watu ambao fulani alileta sifa fulani, tumpe nafasi fulani. Kumbe yule unapompa nafasi ile
anaweka yani ndo anaweka kama sehemu ya biashara yake. Kwa hiyo huoni tija kifupi katika hili? Sioni tija. Abdul Kipenga, unasemaje? Sioni kama kuna tofauti ya majadiliano ya wanaosema kuna tija na hakuna tija wanasiasa kujua kwenye michezo. Unajua hapa kinachozungumzwa ni kwamba uroho wa mtu kufanya ambacho sicho alichopangiwa. Hapa nimeona watu wengi sana wamezungumzia mwenyekiti wa Simba. Sasa tatizo lile la mwenyekiti wa Simba si tatizo la siasa na michezo. Hivi tuseme kiukweli kabisa, sisifii au siwasifii kwa sababu tuko nao hapa ndani. Lakini leo John Jambele, Mzee Mandela Kwepa, Mama Mbilo, Mzee Jamal Wambo, kweli wagombee uongozi wa siasa tuwanyime kwa sababu wako kwenye michezo kweli? Mbona ni watu ambao makini sana. Mimi nafikiri hao wanaotuharibia, kwa sababu hata sisi pengine tuko kwenye njia kwenda kwenye siasa huko. Hawa wanaotuharibia. Okay. Kwa Kipenga leo na mpango baada ya kuwa mbunge? Sio kwa mbunge, kwa rais. Okay, karibu. Kwa sababu Abdullahi, ngoja nikwambie, hapa ndani humu ndani kuna watu wana watoto wawili, kuna wengine wana watoto 10, kuna wengine wana watoto 50. Wapo na wote wanaendesha familia zao kama kawaida bila matatizo. Tatizo ni wewe namna ambavyo unaweza kuhudumia hiyo familia yako. Kama wewe hela yako nyingi unapoteza kwenye kinywaji, huwezi kuhudumia watoto wako kwenda shule. Lakini kama unahudumia vizuri, unaenda, hakuna sababu yote ya kutenganisha siasa na michezo. Mimi naona iko sahihi sana wanasiasa wewe kwenye michezo. Asante Kipenga. Mzee champion pale. Kuwepo wanasiasa ndani ya michezo iko tija kubwa sana. Kwa kuwa mimi nilikuwa ni mwanamichezo. Ninaelewa umuhimu wa wanasiasa kuingia ndani ya michezo kwa sababu siasa na michezo ni kurwa na doto. Havitofautishiki. Havitofautiani. Kwa hiyo unachokiona kuna tija ya kutosha kabisa. Tija kubwa sana. Namshukuru bwana Abdul Kipenga hapa amezungumza ukweli. Champion, kuna tija katika hilo. Tija kubwa sana. Tija kubwa. Katika tawala zote ziwe za kiimla au za kidemokrasia, yapo mambo mengi sana ambayo yanatazamwa kwa mtu anayebahatika kuwa kiongozi. Hili ni jambo la msingi. Sasa pengine sisi tuzungumzie labda mgawanyo wa madaraka. Na hili ndio tatizo kubwa ambalo tunaliona kwa wanasiasa ama watendaji wa kawaida. Wanashindwa kuwajibika kwa nafasi ambayo anajua kwamba nakwenda kutumikia au nakwenda kufata kitu ambacho nakwenda kufanya utekelezaji pale. Matokeo yake ndio inaitwa sasa siasa ni uongo. Kumbe siasa haina shida. Kwa hiyo kuna tija, hakuna tija? Kuna tija. Kwa sababu gani? Hata ukimwangalia tuizungumze vipi na Liberia pale kwa John Opongo Weah bwana alikuwa ni mwanasiasa, mwana michezo mzuri sana ambaye amefika katika renki za juu sana za michezo kimataifa. Lakini huyu mtu anatoka kwenye nafasi ile, anakuja kwenye siasa tena kwa ngazi ya uraisi. Kuna tija kubwa, isipokuwa ni namna gani tunataka kuzungumza. Pale nyuma tafadhali. Wadau wote wajua kwamba wenyewe kwanza maelezo tuliotoa wanaonyesha kwamba ni wanasiasa. Kwa hiyo michezo na siasa ni vitu viwili ambavyo huwezi kutenganisha hata. Swala hatuzungumzii michezo na siasa, nielewe. Tunazungumzia madaraka. Katika madaraka pale. Kwenye madaraka unakuja pale kwamba pale ni mata ya utendaji. Kwamba mtu anaweza kiasi gani kuweza kufanya nini? Kuweza kusimamia lile swala. Wewe unaona kuna tija kwa hiyo? Kuna tija kubwa. Hoza, unasemaje? Mimi niseme kwamba hapa tumefikia hasira hizi za kusema kwamba kutenganisha michezo na siasa katika mazingira ambayo tumekuwa. Hoza, naomba nielewe. Swala hapa ni wanasiasa wale kuwa na madaraka katika siasa na katika michezo. Je, kuna tija? Mimi nasema kuna tija kabisa moja kwa moja. Ipo tija. Siasa mwanasiasa siasa yake haimzuii kwenda katika michezo. Ila tu hilo kisheria liko wazi. Swala kuna tija anapoenda? Tija ipo. Isipokuwa na kizaazaa tuna doubt kidogo kwamba mtu kuwa na vyeo viwili vitatu labda inaweza kuwa tatizo. Sio tatizo. Wana kizaazaa au wewe? Mimi nataka maoni yako wewe. Sio wana kizaazaa, usiwasemee. Mimi nasema kwamba mtu unaweza kuwa mwanasiasa ukawa kiongozi katika michezo na ukaleta tija vizuri sana. Mimi binafsi nina majukumu mengi lakini yote natimiza. Mfano hayo uliopo sasa hivi, kuna tija kwa wanasiasa kuwepo katika michezo kwa sasa hivi nchini? Tija ipo nzuri tu. Mbona hatujafanikiwa Olimpiki?
Hatujafanikiwa kutokana na michezo yenyewe, hawajaamua kupigania michezo yenyewe husika. Ni kipindi cha Sport Kizaazaa, mpenzi mtazamaji wetu. Leo hii tulikuwa tukiongelea swala zima la wanasiasa kugombea sehemu mbalimbali za uongozi katika michezo. Je, kuna tija? Mengi yamezungumzwa, mengi umeyasikia. Wewe kama mwananchi wa kawaida una haki ya kuwa na maamuzi yale unayoona ni sahihi. Mimi naitwa Abdullah Kombo, bila kuwasahau wadhamini wa kipindi hiki ambao ni pamoja na Van Drick, duka la Fava michezo kule maeneo ya Tabata, Evans School of Management maeneo ya Mikocheni, Lamado Trend Apartments maeneo ya Ilala, Right Click Limited na Ma Media zote zikiwa Sinza. Hadi wiki ijayo, asanteni na kwaherini.